Kiongozi wa kijeshi wa Madagascar Michael Randrianirina ametangaza kuvunjwa kwa serikali ya nchi hiyo katika hatua ya ghafla iliyozua mjadala mkubwa wa kisiasa ndani ya Madagascar. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na ofisi ya kiongozi huyo wa kijeshi, serikali iliyokuwepo imesitisha majukumu yake, huku ikielezwa kuwa hatua inayofuata itakuwa uteuzi wa waziri mkuu mpya. Taarifa hiyo iliongeza kuwa uteuzi huo utafanywa kwa kuzingatia vifungu vilivyowekwa na katiba ya kitaifa. Hata hivyo, hakukuwa na maelezo ya kina kuhusu sababu zilizochochea kuvunjwa kwa serikali hiyo. Hatua hiyo imekuja miezi kadhaa baada ya Kanali Michael kuchukua mamlaka ya uongozi wa taifa hilo la kisiwa kilichopo katika bahari ya Hindi. Alichukua madaraka mwezi Oktoba mwaka jana kufuatia mfululizo wa maandamano makubwa yaliyoongozwa na vijana waliokuwa wakipinga hali ngumu ya maisha pamoja na uongozi wa serikali ya wakati huo. Kabla ya kuondolewa madarakani, nchi hiyo ilikuwa ikiongozwa na rais wa zamani Andry Rajoelina ambaye alichaguliwa kwa muhula wa tatu baada ya uchaguzi wa mwaka 2023 uliokumbwa na utata mkubwa. Wapinzani na baadhi ya makundi ya kiraia walidai kuwa uchaguzi huo haukuwa wa haki, jambo lililochochea hasira miongoni mwa wananchi. Awali, maandamano nchini humo yalihusishwa zaidi na matatizo ya kijamii na kiuchumi, hususan katika uhaba wa umeme na maji uliokuwa ukiathiri miji mikubwa na maeneo ya vijijini. Hata hivyo, kadri muda ulivyopita, maandamano hayo yalibadilika na kuwa harakati za kisiasa zilizodai mageuzi makubwa katika mfumo wa uongozi wa nchi hiyo. Hatimaye jeshi lilitangaza kuunga mkono waandamanaji, hatua iliyosababisha kuondolewa kwa serikali iliyokuwa madarakani na kumweka Kanali Michael kama kiongozi wa mpito wa taifa. Tangu wakati huo amekuwa akiahidi kuongoza kipindi cha mpito kinacholenga kurejesha utulivu wa kisiasa na kuandaa mazingira ya uchaguzi mpya. Katika matamshi yake ya awali baada ya kuchukua madaraka, Michael aliahidi kwamba utawala wa mpito hautadumu kwa muda mrefu na kwamba uchaguzi wa kidemokrasia utaandaliwa ndani ya kipindi kisichozidi miaka miwili. Alisisitiza kuwa lengo kuu ni kurudisha mamlaka mikononi mwa wananchi kupitia kura huru na ya haki. Hata hivyo, uamuzi wake wa hivi karibuni wa kuvunjwa kwa serikali umeibua maswali kuhusu mwelekeo wa siasa za nchi hiyo na iwapo mpango wa kurejea kwenye utawala wa kiraia utaendelea kama ulivyopangwa. Wachambuzi wa siasa wanaamini hatua hiyo inaweza kuwa sehemu ya juhudi za kuimarisha udhibiti wa utawala wa mpito kabla ya kuanza mchakato wa mageuzi ya kisiasa. Madagascar imekuwa ikikabiliwa na misukosuko ya kisiasa mara kwa mara katika historia ya nchi hiyo, hali inayofanya jamii ya kimataifa kufuatilia kwa karibu maendeleo ya sasa ya kisiasa ya nchi hiyo.